Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mfuatiliaji wa masomo ya kinanda, kuna mmoja aliomba kwamba ni share pamoja na ninyi keys za kinanda ili aweze kuzifahamu. Ni kweli kwamba huwezi kujua kinanda kama usifahamu key. Tunapozungumzia keys za kinanda, kinanda kina jumla ya key 12. Key 12. Na kabla sijaanza kueleza kuhusu hizo key 12, kama unavyoona hapa juu, kuna batani hizi nyeusi zipo mbili kama unavyoona hapo, lakini kuna hizi button hizo hapo zipo 3. Kwa hiyo tunaona inaanza 2 3 2 3 2 3. Ukienda vinanda vikubwa zaidi huwa vinaanza na button ya kwanza moja nyeusi, alafu inafuata 2 na kuja 3, itafuata 2 3 2 3 mpaka mwisho. Sasa namna ya kuzijua key, huwa tunaanza hapa kwenye mafungu mawili ya batani nyeusi. Haya hapa, hizi batani nyeusi mbili, ya chini yake hii ndio key namba 1, ambayo ni hii hapa pia. Unaona hapo, ndio hii hapa pia, ambayo ndio hii hapo. Naona hii ndio batani ya kwanza kabisa, nasikomba hiyo ndio key ya kwanza. Sasa hii button katika nyeusi hizi mbili, nyeusi ya mwisho hapa ambayo ipo kushoto, button ya chini baada ya hapo, nafikiri inaonekana hii inaitwa key C. Naona hii ni key C. Naona key C. Kwa kutoka hapa mpaka hapa inapoanza C tena, kuna button ni 12 ukizihesabu. Ya kwanza ni 1, ya kwanza hiyo hapo C yenyewe, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ukifika hapo unaanza tena 1. Naona kwa ni 1 tena 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ukifika hapo unaanza tena 1. Ukitoka hapa mpaka batani ya mwisho ambayo ni hii hapa, kuna key 12 jumla. Sasa batani hii inaitwa C. Unaposema C, bila shaka umekusikia kitu kinaitwa flat. Kwa mfano flat C. Unaposema flat C, batani ya nyuma, kwa unaenda half step moja nyuma, ya nusu hatua moja. Batani ya nyuma ni hii hapa, baada ya C inafuata ni hii hapa ambayo inaitwa B. Sasa hii B kwa kwamba ni B, lakini inaitwa pia flat C kwa sababu hii ni C, ukija huku umeflat, umeshuka nyuma, kwa inaitwa flat C. Kwa hii hapa ni C, hii ni C sharp. Naona hii ni C sharp. C sharp. Unatoka hapa unapopanda half step moja juu, hiyo button inaitwa sharp. Inaitwa sharp. Kwa hiyo hii hapa ni C, hii ni C sharp. Lakini hii hapa ni D. Hii ni D. Ukirudi huku maana yake unaiflat hii D. Kwa hii hapa inaitwa C sharp, lakini pia inaitwa flat D au D flat. Flat D au D flat. Kwa nafikiri sasa umeshaelewa maana ya sharp na flat. Kwa hiyo nikisema nipande hii hapa, hii ni D, nikipanda hii hapa, hii ni D sharp. Hii ni D sharp. D sharp. Kija hii hapa, hii ni E. Hii ni E, lakini hii hapa kwamba nimesema kwamba ni D sharp kwa sababu nikipiga hii ni kwamba nimerudi nyuma half step moja. Kwa hiyo hapa pia inaitwa E flat. Naona kama nikwambia E flat ni hii hapa. Kwa sasa hii ni C, hii ni C sharp, hii ni D, hii ni D sharp. Lakini ukija hii hapa, hii ni E. Hii hana sharp kwa sababu hakuna nyeusi yake hapa, kwa hatuna. Lakini ukienda kwa baadhi ya vyanzo wanasema kwamba kwa sababu kutoka hapa kuja hapa unaenda half step moja. Kwa hiyo hii hapa pia hapa kwamba ni F. Naona inaitwa E sharp. Inaitwa E sharp hii hapa, lakini hii ni F. Naona hii ni F. F hiyo hapo. Kija hii hapa, hii ni F sharp. Hii ni G.
G sharp, naona A sharp, B. Kwa hiyo hii ni B inaitwa A sharp, lakini inaitwa pia flat B kwa sababu toka hapo narudi nyuma, toka hapa kuja hapa. Hii hapa inaitwa A, lakini inaitwa pia A sharp flat kwa sababu hii ni A sharp, kikuja hapo ni flat. Hii ni G sharp, lakini pia inaitwa A flat. Hii ni G, lakini pia G sharp flat. Hii ni F, inaitwa pia G flat. Kuja hii hapa, hii ni F sharp, hii ni F sharp, inaitwa pia G flat. Hii ni F, inaitwa pia F sharp flat. Hii ni E, inaitwa pia flat F. Naona hivyo hivyo. Hii hapa ni D sharp, inaitwa pia flat E. Hiyo hapo. Kwa hiyo C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B. B naye hana sharp. Kwa button ambazo zina sharp ni hizi mbili kwa sababu hakuna nyeusi katikati yake, Kwa hiyo nafikiri umeshaelewa kwamba hizi button majina yake ni yapi. Mungu akubariki sana na kutakia kila heri. Asante kwa kunifuatilia.